Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Karibu Kasako Media. Kiwango cha uaminifu ni sifuri. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Araghchi, akataa mazungumzo na Marekani. Tarehe 1 April mwaka 2026 mjini Tehran, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amepuuza uwezekano wa mafanikio ya kidiplomasia na Washington, akisema kwamba kiwango cha uaminifu ni sifuri kati ya mataifa hayo mawili. Katika mahojiano na Al Jazeera, Araghchi alidai kwamba Tehran haioni uaminifu katika vitendo vya Marekani na haijawahi kupata uzoefu mzuri kutokana na mazungumzo na serikali ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje alitaja historia ya makubaliano yaliyoshindwa na uhasama wa hivi karibuni kama sababu kuu za mvutano wa kidiplomasia uliopo. Waziri huyo alisema kwamba wakati mmoja miaka iliyopita tulijadiliana na hata kupata makubaliano, kisha Marekani ikajiondoa bila maelezo yoyote. Na mara mbili mwaka jana na sasa mwaka huu tulijadiliana na Marekani na matokeo yake yalikuwa shambulio kutoka kwao. Katikati ya mzozo unaoendelea, Araghchi pia alizungumzia mvutano wa kijeshi, akisema vikosi vya jeshi la Iran viko tayari kabisa kukabiliana na operesheni yoyote inayowezekana ya ardhini ya Marekani. Tunawasubiri, alisema, akiongeza, sidhani kama ungesubutu kufanya jambo kama hilo, kutakuwa na nguvu nyingi zinazowasubiri. Araghchi alidai zaidi kwamba vikosi vya Marekani tayari vimekumbwa na majeraha makubwa ambayo vimekabiliana nayo katika mali zao na wafanyakazi, akitaja haswa uharibifu wa rada, ndege na meli za mafuta za kujaza mafuta. Tunajua vizuri jinsi ya kujilinda katika vita vya ardhini, tunaweza kufanya vizuri zaidi, aliambia Al Jazeera, akisisitiza kwamba ingawa Iran haikuanzisha vita hivyo, wamejilinda kwa nguvu kubwa. Kuhusu mlango bahari wa Hormuz wa kimkakati, waziri wa mambo ya nje alifafanua kwamba njia ya maji kwa sasa imefungwa kwa wale tu walio katika vita na Iran. Alidai kwamba njia panda hiyo iko ndani ya maji ya eneo la Iran na Oman na kuifanya iwe kawaida kwao kusimamia njia hiyo kimkakati. Ni kwa meli za wale wanaopigana na si pekee, njia ya bahari imefungwa. Hilo ni jambo la kawaida wakati wa vita. Hatuwezi kuwaruhusu maadui zetu kutumia maji yetu ya eneo kwa biashara, alisema. Alisisitiza kwamba njia ya maji hatimaye inaweza kurudi kuwa njia ya maji ya amani kwa matumizi ya amani, lakini akathibitisha tena kwamba nchi yake kwa sasa haioni sababu ya kuiamini Marekani au kutarajia matokeo yoyote chanya kutoka kwa mazungumzo ya baadaye. Kwa kupata habari zaidi, jiunge na Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.